Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraini amekanusha madai ya Urusi kwamba Ukraini imefanya shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye moja ya makazi ya Rais Vladimir Putin na kuishutumu Moscow kwa kujaribu kuvuruga mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anadai Kiev ilifanya shambulio usiku kwa kutumia ndege 91 zisizo na rubani UAVs kwenye makazi ya Putin katika eneo la kaskazini magharibi mwa Novgorod nchini Urusi. Urusi imesema sasa itapitia upya msimamo wake katika mazungumzo ya amani. Bado haijabainika Putin alikuwa wapi wakati wa shambulio hilo. Zelensky amekanusha madai hayo akisema ni uongo wa Urusi uliokusudiwa kuipa Kremlin kisingizio cha kuendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Amesema Urusi imewahi kushambulia majengo ya serikali huko Kiev. Zelensky alisema kwenye mtandao wake wa X, na hapa namnukuu, "Ni muhimu dunia isikae kimya sasa. Hatuwezi kuruhusu Urusi kudhoofisha juhudi za kufikia amani ya kudumu." Katika taarifa iliyochapishwa kwenye Telegram siku ya Jumatatu, Lavrov alisema ndege zote zisizo na rubani 91 alizodai zilirushwa kuelekea nyumbani kwa Putin zilizuiwa na kuharibiwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi. Aliongeza kuwa hakukuwa na ripoti za majeruhi au uharibifu kutokana na shambulio hilo. Kwa kuongezeka jinai za utawala wa Kiev ambao umebadilika na kuwa na sera ya ugaidi wa serikali, msimamo wa Urusi katika mazungumzo ya kusaka amani utapitiwa upya, alisema Lavrov. Lakini aliongeza kwamba Urusi haina nia ya kujiondoa katika mchakato wa mazungumzo na Marekani, shirika la habari la Urusi TASS liliripoti. Madai hayo ya Moscow yanakuja baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Ukraini huko Florida siku ya Jumapili iliyopita, ambapo marais Trump na Zelensky walijadili mpango mpya wa amani kukomesha vita. Baada ya mkutano huo, Zelensky aliliambia Fox News Jumatatu kwamba kuna uwezekano wa kumaliza vita hivi mnamo mwaka 2026, lakini alisema Ukraini haiwezi kushinda vita bila msaada wa Marekani. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.